Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 24 ya mwezi wa 5 mwaka 2025, siku nzuri kabisa, siku ya Jumamosi. Kwa moyo mkunjufu kabisa ni kualike kunako udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Mbona nikukumbushe, kama ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tunapatikana kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok, bila kusahau mtandao wa X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini pia usisahau kuacha bodi yako kwenye comment kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante sana kwa kuwa mdau ambao unaandika comment. Na bila kupoteza wakati tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Maziwa mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, bidhaa za nyama, sausage bora kabisa Tanzania kutoka Peramio, lakini pia vinywaji vya aina mbalimbali vinapatikana hapo, mafuta ya kupikia, lakini pia na bidhaa nyingine nyingi kwa ajili ya matumizi yako wewe ambaye unatutazama wakati huu. Fika hapo ili uweze kupata bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Gazeti ya Habari Leo katika ukurasa wake mbele, habari iliyopewa kipaumbele ni bilioni 452 zanogesha sekta ya mifugo. Ni mradi unaotekelezwa mikoa 4. Chanjo yaja nchi nzima, nyama ya mbuzi kinara wa mauzo nje. Kijaji atangaza vita uvuvi haramu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Gazeti limeandika Tanzania taka sera rafiki kilimo Afrika. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Biteko, tujenge mazingira kuepusha migogoro baada ya vifo. Habari katika ukurasa wa 2. JKCI Burkina Faso kushirikiana tiba ya moyo. Habari katika ukurasa wa 4. Chadema yasema ipo imara, imetulia. Habari katika ukurasa wa 7. Mchina wenzake kortini Kobe 104. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Tulia kugombea jimbo jipya la Uyole. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo. Habari Leo likiandika hotuba ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi ipo kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu ndilo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Mnyika wanataka kuiua Chadema, hawataiweza, asema wako katika vita na watawala, ataja mipango 7 wanaokabiliana nayo. HSCT no reforms no election. Sugu aikana Chauma, asema yupo sana Chadema. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Heche apinga mpasuko, nuku katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili inasema kumekuwepo kelele za kuonyesha chama hiki kimepasuka zinazofanywa kupitia vyombo vya habari. Chama kiko imara, kimetulia, kinachapa kazi yake. Walioondoka tunawatakia safari njema. Hii ni nukuu ya John Heche. 55 idadi ya viongozi waliotangaza kujivua wanachama Chadema mpaka sasa. Katika orodha hiyo iliyotajwa na Heche yumo mjumbe mmoja wa kamati kuu, mabaraza 20 na mkutano mkuu wakiwa ni 34. Nukuu ya John Heche kwenye ukurasa wake wa mbele. Katibu mkuu wa Chadema huyu inasema wameelekeza mipango 7 kwa Chadema. Wamejaribu pigo la 3 la kumkamata mwenyekiti wa chama Tundu Lissu na kumweka ndani ili kukwamisha mapambano ya no reforms no election. Gazeti hili limeandika Chauma kusuka safu mpya uongozi leo. Habari katika ukurasa wa 5. Dr. Kijaji aja na bajeti ya mapinduzi ya mifugo. Habari katika ukurasa wa 2. Waziri Bashe ataja maadui zao la pamba, mbunge mjibu. Habari katika ukurasa wa 6. Zima waka umeme Zanzibar yazua mjadala. Habari katika ukurasa wa 2. Lakini pia gazeti hili limeandika Mama Mawigi ugomvi wa koi ni wangu, napigana kiroho. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 11 hadi ukurasa wa 12, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Tutazame sasa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni ripoti maalum, ndoa utotoni zinavyoweka mabinti katika umasikini. Habari katika ukurasa wa 4. Chadema yatamba bado ipo imara. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Nukuu ya John Heche ikisema chama kipo imara, kimetulia na kinachapa kazi. Walioondoka tunaotakia safari njema, tukutane kazini na kuanzia kesho kutwa tutakuwa barabarani tena kukutana
na Wananchi. Hii ni nukuu ya John H ambayo undani wake umeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Habari picha inamuonesha katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema John Mnyika wa pili kulia akizungumza wakati akifungua kikao cha kawaida cha kamati kuu ya chama hicho Dar es Salaam. Gazeti limeandika 40 ya migogoro ya ardhi sasa waiva. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Habari picha inamuonesha Deogratus Ndejembi. Lakini pia gazeti hili limeandika Mchengero awapa kibano makatibu tawala na wakurugenzi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Kigogo ACT aliyakuziwa kuzungumza na abiria da. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Tulia tangaza kugombea Uyole aacha jimbo la Mbeya mjini. Habari katika ukurasa wa 5. Lakini pia gazeti hili michezo limeandika Simba Sports Club tutafia uwanjani. Habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Ninalo gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Hemedi haimiza ibada hija kwa Uislamu. Korea mshirika muhimu kwa Zanzibar. Dr. Mkuya. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Serikali kujenga mtambo wa kutibu maji taka. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Dr. Mpango ayataka mataifa kushirikiana kukabili njaa umasikini. Habari katika ukurasa wa 4. Lakini pia gazeti hili limeandika wakimbizi wa Sudan wafariki jangwani kwa kukosa maji. Habari katika ukurasa wa 9. Barabara zote kujengwa kwa kiwango cha lami. Dr. Harid. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo Jumamosi ya leo. Gazeti Uhuru kweli daima lenyewe katika ukurasa wake mbele limeandika mkutano wa chakula Afrika Brazil. Dr. Mpango anika njia kudhibiti njaa. Asema madhara ya umasikini na njaa ni makubwa na yameathiri zaidi bara la Afrika licha ya kuwepo rasilimali za kutosha. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Makala wananchi jiandaeni kushiriki uchaguzi mkuu. Habari katika ukurasa wa 3. Maagizo ya Waziri Mchengero kwa maofisa habari nchini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Nchi 500 kushiriki maonesho utalii. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Mafanikio makubwa sekta ya mifugo uvuvi. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti hili. Mfanyabiashara daiwa kuiba milioni 20 ndani ya boksi. Habari katika ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima Jumamosi ya leo, lenyewe pia likiwa na hotuba ya bajeti ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi katika ukurasa wa 11 na ukurasa wa 12. Na sasa tulitazame gazeti wa Machinga lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Kijaji awatangazia vita wavuvi haramu. Aliomba bunge bilioni 496.6 bajeti kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Kwa mara ya kwanza serikali kutekeleza kampeni ya kitaifa ya chanjo na utambuzi wa mifugo nchi nzima. Aeleza BBT ilivyonufaisha vijana. Vizimba 480 vya kopeshwa kwa wananchi. Ujenzi wa banda la uvuvi Kilwa Masoko wafikia 81%. Bunge laidhinisha bilioni 474.6 Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4. Rais Samia ateta na mkurugenzi wa Global Fund kwa njia ya mtandao. Habari katika ukurasa wa 4. Mpango wa mbinu ya kukabiliana na janga la njaa na umasikini Afrika. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Wakenya wamuunga mkono Rais Samia kwa kukemea wavunjifu wa amani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Machinga. Na sasa tugeukie habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Lenyewe limeandika iwe mvua iwe jua. Habari katika ukurasa wa 12 hadi ukurasa wa 13 wa gazeti hili ni kuelekea katika mchezo wa fainali ya mkondo pili Simba dhidi ya RS Berkane kesho Jumapili saa 10 kamili jioni, uwanja wa Amani Complex. Mashabiki 1015 kushuhudia mchezo huo. Refa ni Dohane Beida kutoka Mauritania. Matokeo mchezo wa kwanza Berkane ilipata ushindi wa goli 2-0. Matokeo ya jumla ya Simba katika michuano ya CAF kuanzia mwaka 2014 hadi 2025, ameshinda michezo 38, amedraw michezo 14 na kupoteza michezo 19, point 71. Habari picha kwenye ukurasa mbili wa gazeti hili inaonyesha wachezaji mbalimbali ikiwemo Shemalon, Ateba, Elimpanzu, Ahwa wakiwa kwenye ukurasa mbili wa gazeti Mwanaspoti. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 12 na ukurasa wa 13. Gazeti hili imeandika Diara aigawa Yanga. Habari katika ukurasa za ndani. Ambokile aitega Kiaina Mbeya City.
Gazeti likiandika usajili mpya striker Mbeya City Eliud Mbokile amesema pamoja na kufanikiwa kurejesha timu hiyo ligi kuu, bado hana uhakika wa kuendelea kuwepo katika kikosi hicho, huku akiweka bayana kusahau mechi dhidi ya. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Chama la wana Geita vita mpya playoff. Kama ulidhani mambo yameisha katika ligi ya championship baada ya Mtibwa Sugar kubeba ubingwa na kupanda daraja. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 14 wa gazeti hili. Ni leo Jumamosi, Nyankumbu ni Geita Gold dhidi ya Stand United saa 10 kamili jioni. La Liga leo Jumamosi ni Real Madrid na Sociedad. Mchezo unapigwa saa 11 na dakika 15 jioni. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti Jumamosi ya leo. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi magazeti ya habari za michezo na burudani mikononi mwangu. Ndio gazeti Habari Leo lenyewe limeandika nyota Simba wajiapiza, Yanga yawapa mapumziko wachezaji wakati ngumi ubingwa wa taifa ni June 2. Undani wa taarifa hizi ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Modric atangaza kuondoka Madrid, habari katika ukurasa wa 22. Mashabiki Simba wafurahia mapokezi ya Zanzibar, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Na gazeti Habari Leo linakamilisha urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.